يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 لا. وتذكرت زماني معهم ما أجمله ذاك الزمان حين غابوا لم تغب ذكرهم لو نسينا الدهر لم ننسى هوانا وتذكرت زماني معه. Na mtazamaji wa TV Iman, tumerejea katika kipindi chetu baada ya mapumziko mafupi, tukiwa tunaendelea na kipindi hiki cha historia za waliopita. Mwalimu Saidi, tunaendelea na kipindi chetu. Ulikuwa ukizungumzia ukisema kwamba hujawahi kuulizwa swali hili kuhusiana na watu, je, hawa Waislamu walikuwa kienda kule ingekuwaje? Naam. Haijatokea wala haipiti katika fikra yake kwa mtu atakuwa mshoni kote kutaka kukaa kule. Haipiti ile Dar es Salaam, kwa sababu labda shahali wewe hukuiona Dar es Salaam ile, huwezi kujua, lakini sisi tuliokulia hapa tunajua hali ilikuwa vipi. Sasa katika hali kama ile, hali kama hii, anakuja mtu kama Julius Kambarage Nyerere, mgeni Dar es Salaam. Umeona hali yenyewe ilivyo? No. Anapokewa na Abdu Sykes, Muislamu, na wanamtia kwenye uongozi wa chama cha TAA. Na sio kumtia tu, anaacha kazi walimu, anaishi ndani ya nyumba yake, wanaishi pamoja nyumba moja na Abdul Wahid. Naam. Baada ya kutoka Umoja wa Mataifa 55 ile, sasa harakati zimepamba moto. Wale waajiri wake wa misionari kule Pugu, St. Francis College, akamwambia chagua mawili bwana, uchague siasa ama uchague kazi. Alikuja kukaa kwa, lakini kwenye kitabu hiyo inakuja mbele, naanza na historia ya Kleist ambayo ameandika yeye mwenyewe. Sasa mimi historia hii nitakupa kisa. Ni kuwa Abdu Sykes alikuwa na mwanae anaitwa Aisha Daisy Sykes. Daisy ni jina la utani, lakini nilimganda likaua tele jina lake la Aisha, na mpaka baba yake akawa anaitwa Baba Daisy. Daisy ua. Daisy ni aina ya ua. Kwa Kiarabu tunasema Zahara. Ni Zahara ile ua. Ni Zahara, nilikuwa sijui mimi. Daisy ni msichana wa pili kusoma chuo kikuu, siku zile kiitwa chuo kikuu cha Afrika Mashariki, University of East Africa. Wa kwanza alikuwa Tatu Nuru, balozi marehemu, sasa Mungu amrehemu maskini. Daisy anasoma historia na elimu, history and education. Mwalimu wake historia ni John Wycliffe, katika wanahistoria wakubwa na mabingwa historia ya Tanganyika. Huyu alikuwa anatokea Cambridge, na yeye ndio aliokoa historia ya Tanganyika. Akamwambia Daisy, kila anapofunua mafaili huko kwenye archives hizi na kutajina lenu Sykes, hebu niandikie historia wewe ya babu yako. Babu yako alikuwa nani? Nini babu yako alifanya? Babu yake ni Mwafrika wa pili kukaa kwenye bodi ya Municipal Council ya Dar es Salaam. Wa kwanza alikuwa Sheikh Juma Mwindadi wa Tanga. Wakati alikuwa ndio mwalimu mkuu wa shule ya Jamiatul Islamia. Wa pili akaja kukaa Kleist. Basi hii Jamiatul Islamia ilikuwa wapi? Dar es Salaam. Dar es Salaam.
na walijenga jumba pale, lipo mpaka leo. Maeneo gani? Pale mtaa wa Agre, unaujua mtaa wa Agre? Ya. Na Lumumba pale kwenye kona, kwenye ile jengo la ghorofa moja. Kuna shule sasa hivi pale inaitwa Lumumba nadhani. Ile shule jina lake hasa la asili, mimi babangu kusoma pale kuanzia darasa moja na Abdul Sykes. Alikuwa toka nyuma tukipata pale kuja shule pale. Ile shule ilikuwa inaitwa Al-Jamiatul Islamia Muslim School. Lakini ilipovunjwa East African Muslim Affairs Society na mali za Waislamu kuchukuliwa kupewa BAKWATA, na ile shule ikaenda serikalini, ikaenda BAKWATA. Hii ikaenda serikalini, ikaenda BAKWATA. Kwa maana hii shule Waislamu hawanayo ile shule. Tuchukue kwa ufupi, lakini ukienda pale mbele ya lango kuu la shule ile imeandikwa TAMISEMI. Ukienda uwane nyumba ya nyuma utakuta BAKWATA wana ofisi zao pale. Na mimi nilipata kwenda siku moja pale. Huwa napita kitakaa miaka 5, 6, 7, 10. Siku moja mshipa unanigonga, huenda pale mimi. Na kile nilipeleka pale ndio baba yangu alipoanza kusoma Qur'ani pale. Kwa maana hii iliitwa Jamia al-Islamia, lakini ilikuwa ikifundisha masomo sekula na Uislamu na dini. Okay. Na umejenga hii kujaribu kupambana na mbinu za kanisa kwa wanajenga shule na hawatoi elimu isipokuwa kwa Kristo. Wako na sisi mbinu za wasio kwa Waislamu. Ndio wakajenga shule ile. Na ile shule walianza wenyewe Waislamu katikati mwaka 36, ilianza kujengwa mwaka 33 ile. Akaja Aga Khan, babake huyo Aga Khan huyo sasa. Akawakuta pale Waislamu wanajenga. Mtoto aliyesoma risala kumkaribisha Aga Khan pale, Abdul Sykes, ana miaka 12 tu wakati huo. Soma Kiingereza kizuri kabisa. Katika kujibu ile hotuba, Aga Khan akasema, basi hapa mlipofika nyinyi inatosha. Hapa mlipojenga nyinyi hapa hii inatosha. Sasa hii nitamaliza mimi shule hii. Ndio likajengwa jengo lile Al-Jamia Islamia. Na nitakwambia kitu kingine. Safari ya Nyerere ya kwanza na kwenda Yuno, hafla ya kumwaga na dua na nini walifanya pale Al-Jamia Islamia. Alifanywa dua na Waislamu? Naam, Al-Jamia Islamia. Mbona unashangaa unaona jambo haliwezekani? Inawezekana, ndio hilo limefanyika. Safari ya pili wakafanya na Toglo, huko na Toglo. Sasa Daisy akaenda kwa babake akamwambia, mwalimu John Alif amenipa kazi kuandika seminar paper historia ya babu. Babake akatoa mswada ambao babake aliuandika kabla jafa mwaka 49, akamwambia, soma mswada huu, andika historia ya babu yako. Ule mswada leo ni sura moja katika kitabu kinaitwa Modern Tanzanians, kilichohaririwa na John Alif. Ukenda maktaba ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, ile pepa ambayo aliandika Daisy mwaka 68 kwa mwanafunzi pale ipo East Africana, utaikuta pale ipo. Na kutokana na pepa ile ndio mwalimu wake John Alif akachukua ile na nyingine chapter nyingine, wanafunzi wake wengine kila mtu kwa kutoka, kuna watu maarufu wafanya hivi, wakatengeneza kitabu kinaitwa Modern Tanzanians. Mimi nilipokisoma kile kitabu kilinisisimua sana kabisa, kwa sababu nikasema historia hii mbona leo haifahamiki? Anasema kwenye kitabu kile Christ, unasema ulivyosoma kile kusisimua. Unajua kusisimuka na jambo inaweza kawa la kusisimua kutokana na uzuri wake au la kusisimua kutokana na ubaya wake. Kwa uzuri wake. Naam. Kwa tulikuwa hawa babu zangu mimi, hawa ni babu zangu mimi ambao natajwa humu ndani, kwa sababu mle anatajwa Ali Jumbe Kiro
Al-Jubakiri alikuwa sahiba mkubwa wa babu yangu mimi, na mmoja katika waasisi wa Al-Jamiatul Islamia fi Tanganyika. Nasema hizi ndio nyakati za babu yangu yumo ndani humu, au si ndio alikuwa marafiki zake Babu yangu yumo humu katika harakati hizi. Sasa huku naulizi vile vile, Mzee Popo naye vipi? Wasema huyo tena kaokoza miguu mitatu huyo, 47 49 na mwaka 60 huo harakati, na mmoja katika wasisi watano. Sasa nakwenda chuo kikuu, mbona historia haisomeshwi? Sasa Class anaeleza toka baba yake anatoka Mozambiki mwaka 1890 huko, akiwa sehemu ya jeshi la Wazulu 400 wamekwenda kuchukuliwa kule na Mjerumani anaitwa Hermann von Wissmann. Wajerumani wamekuja Tanganyika huku, wakati wale Tanganyika bado pwani hii Afrika Mashariki, wamefika nchini petu, wakasema hii inaitwa German Ostafrika, hii Tanzania. Wakati bado tutasema Tanganyika, angalau sio Tanganyika. Na Tanganyika bado haijatoa jina hilo. Tanganyika ilikuja baada ya Waingereza kuchukua nchi. Ilikuwa inaitwa German Ostafrika, Ujerumani ya Afrika Mashariki. Babu zetu wao wamekataa, wakaanza kupambana naye Mjerumani kwa silaha. Abushiri pambana naye kwa silaha. Hassan Omari Makunganya pambana naye kwa silaha. Mtwa Mkwawa, nikwambia Mkwawa jina lake Abdallah utastuka. Yeye Mkwawa aliingizwa Uislamu na Abushiri bin Salim al-Harith, na alimfundisha akajua kusoma na kuandika, si maneno ya kusema tu. Nenda Mkwawa Museum Kalenga Iringa, utazikuta barua zake pale, anaandika Bismillahirrahmanirrahim. Alafu anaeleza hiyo barua, anaeleza vipi Chief Merere kama chifu wale ambao walipiduka wakawa wanawasaliti wenzao, anavyoshirikiana na Wajerumani kumhujumu yeye. Historia ya Mkwawa maarufu. Na hawa ambao walikuwa wanamsaliti Mkwawa walikuwa wao sio wenzake katika imani, au walikuwa imani moja? Uislamu umeingia Iringa pale na Mkwawa, na paka mswala wake alikuwa anaswaliwa upo pale. Omar Bashiri ameandika kitabu kizuri sana cha Mkwawa, kitabu kidogo hivi, bahati mbaya sikukichukua, ningekuja nacho hapa. Kaandika vitabu kama 10 hivi kuhusu historia. Unajua, amesema Profesa Muhammad Bakari, alisema kama sisi hatutaandika historia yetu, watakuja watu kuandika historia yetu, na sisi watakayoandika hatutayapenda, basi tuandike wenyewe. Wao walikuwa wanajua kama Mkwawa alikuwa Muislamu, watu wengi wajui. Na siku niliposema Mkwawa Muislamu, siwezi kukwambia hiyo vita yake. Waliandika watu kwa hamaki, wewe Muhammad Said, wewe cheza na historia nyingine hizo, sio hii ya Wahehe. Nikamwambia, sasa jamani, mnalaumu mimi ndio ninosema? Sio ninosema. Mimi nimeona, nimekwenda Mkwawa Museum, na nyinyi nendeni mtaona. Kwa maana hiyo wao wanakataa kama Mkwawa hakuwa Muislamu. Nendeni mtaona pale barua zake alikuwa anaandika kwa Kiarabu, mtaona pale, na maelezo na jina lake utaliona pale, Abdallah, mtaona jina pale, na bunduki aliopewa. Na Mkwawa alikuwa na akili, bunduki alipewa bunduki na Bushiri. Bushiri alianza mapambano na Ujerumani toka Zanzibar. Bushiri afu akaja wakamfukuza kule,
Maki yeye kulikuwa na ugomvi baina ya masultani. Yeye alimuunga mkono mmoja, alimuunga Barghash ikawa matatizo, akamfukuza, akaja Dar es Salaam, akaenda Bagamoyo, akaenda Pangani, akaanza vita na Ujerumani. Aliwatoa hapa, ndio sasa Wajerumani wakampeleka von Wissmann. Kwanza alikwenda Misri, akaja Sudani, akakusanya jeshi la Wanubi wote unaoona Tanganyika hii walikuja na von Wissmann. Wazuru mtu yote hapa kwambia mimi Mzulu, mimi babu yangu Mzulu, basi jua alikuja na jeshi lile, jeshi la watu 400. Ndio katika jeshi lile ndio hao kina Sykes wamo, ndio mpaka leo wamesalia hapa, hawakurudi tena kwao. Unaona bwana. Sasa akaandika ile sura nzima, ndio ninakwambia mimi ilinisisibua. Anasema kwenye kitabu kile, kwenye sura ile Dezi, anasema kuwa babu yake anaandika, anasema unaona, sisi Waislamu tulikuwa mbele kuunda hiki chama kwa sababu wenzetu walikuwa wanazuiliwa na viongozi wao wasijiingize katika mambo ya siasa. Na hata TANU ulipoingia kusini kule, matatizo kwa ndio hayo, propaganda wanapiga kwa hii ni majimaji nyingine, kwa sababu katika vitu vya majimaji kuna majemedari wengi, karibu 67 wamezikwa kwenye kaburi la halaiki, na moja limezikwa kazikwa peke yake pembeni. Huyu pembeni wenyewe wanamuita Songea Mbano, lakini jina lake ni Abdurrauf Songea Mbano. Jina lake nani? Abdurrauf Songea Mbano. Hawa wengi walizikwa pale, wengi Waislamu, na walipopitishiwa hukumu ya kunyongwa kwenye mahakama ya kijeshi, walioshtakiwa kwa kuanzisha vita dhidi ya serikali ya Kijerumani, wakati wanakaribia kunyongwa, Peramio walimleta mashonari pale, mishonari kuja kuambia wale kuwa kama wao watakubali kutoka Uislamu wakaukubali Ukristo, ile hukumu ya kunyongwa itafutwa. Na ukienda kwenye mnara pale utakuta majina yaliyoandikwa pale sio yao. Historia ya Majimaji ikawa imetiwa nayo mkono, imefutwa. Asante Mwalimu Muhammad Saidi. Historia ya Majimaji katoa mkono ikafutwa. Nadhani kwamba kwa siku ya leo kipindi chetu kingeishia hapa ikiwa kama sehemu ya kwanza, lakini inshallah kwa uwezo wa Allah tutaendelea sehemu ya pili tuweze kufahamu mengine na mengine. Kutokana na muda wetu mpaka hapa tuishie, tutamatisha kipindi chetu, na inshallah kipindi kijacho tutaendelea. Ni kipindi maalumu cha historia za waliotangulia au waliopita. Ni mwanahistoria wetu Muhammad Saidi ndiye ambaye kuletea historia hii leo hii, akigusia yale ambayo yamo katika kitabu cha Abdul Wahid Sykes. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. والتقينا ملء عينينا الهوى ما سألنا العمر عن ذكرى سنة ونسينا كل شيء حولنا. نشوة الأشواق أنستنا الزمان وتذكرت زماني معهم. ما أجمله ذاك الزمان حين غابوا لم تغب ذكرهم. لو نسينا الدهر لم ننس هوانا. يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 لا.